Jamii imeshauriwa kujenga utamaduni wa kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum wanaolelewa katika vituo mbalimbali hapa nchini kutokana na kukabiliwa na changamoto nyingi ikiwa ni pamoja na ukosefu wa chakula. Wito huo umetolewa na afisa masoko kampuni ya nywele ya Prima Afro Jacqueline Mputa wakati wakizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutoa misaada ya vitu mbalimbali katika kituo cha kulea watoto wenye mahitaji maalum cha Nazal Foundation kilichopo Boko jijini Dar es Salaam. Leo tumekuja hapa kwenye kituo cha Nazal kwa ajili ya kuleta ambacho tumejaliwa nacho. Tukiwa kama tunawakilisha kampuni yetu, bosi wetu ametutuma kuja eneo hili. Kwa tumeleta hapa misaada ya vitu ambavyo vitawasogeza siku 2-3 zikiwemo Pampers, kuna sabuni, kuna mahitaji mengine ya usafi, mabeseni. Kwa tumekuja kuona. Sisi kama kampuni huwa tuna tabia ya kurudisha fadhila kwa jamii, kwa sababu kampuni kama kampuni bila jamii hatuwezi kufika popote. Kwa tunachokipata huwa tunagawana nacho. Ninawaomba wadau, watu wote wenye uwezo na chochote ulichojaliwa nacho kuja sehemu kama hizi. Watu wana uhitaji, watoto wanatuhitaji. Sio mpaka uwe na kikubwa. Chochote ulichojaliwa nacho, basi tunaomba uje hapa Nazal, kwa sababu Nazal wana uhitaji mkubwa, kwa sababu ni watoto wenye mahitaji maalum. Kama walivyosema wenzangu mwanzo, changamoto ni mishahara, vyakula. Kwa nawaomba sana waje watembelee hiki kituo. Kwa upande wake mkurugenzi wa kituo hicho Zakla Ismail na mlezi wa watoto hao akizungumza mara baada ya kupokea msaada huo, alitaja changamoto wanazokabiliana nazo, hivyo ameomba jamii iwakumbuke. Tuna watoto 38, tumeanzisha 2021. Mpaka sasa tuna watoto 38. Changamoto tulizonazo, ili jengo tumepanga. Tuna walimu 8 kwa sababu wao watoto tunawatolea elimu ili wajione ni miongoni kama watoto wengine. Maana baadhi ya watoto hawa wanatengwa na jamii, wanatengwa na wazazi na baadhi ya wazazi wao. Kwa hiyo tunawapa elimu kama watoto wengine japo kuwa ni taasisi. Tungependelea kuomba tungepata watu wakuja kuwatembelea watoto, kutoa misaada mbalimbali. Maana kuna misaada ya Pampers, ili jengo tumepanga, mishahara wa wafanyakazi, na kutoa elimu kwa watoto ambao wako mitahani hawana misaada kama hii, waweze kuungana na sisi. Naye mwalimu wa kituo hicho Abdalla Kilenya akizungumza na waandishi wa habari kituoni hapo amesema changamoto kubwa wanayokumbana nayo kituoni hapo ni chakula, vifaa vya mazoezi na ukosefu wa mishahara. Changamoto kubwa, zana za kufanyishia watoto mazoezi hakuna. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto. Inafika hatua mwalimu baada ya kumfanyisha mtoto mazoezi yale madogo madogo anahitaji amsimamishe mtoto. Inakosekana stendi ya kumsimamisha. Hivyo yeye anakuwa ni kama stendi sasa. Wakati huo watoto wengine wanakuwa na ule uhitaji wa kufanyishwa mazoezi. Hivyo inapelekea kuchukua muda mrefu kwa mtoto mmoja. Lakini pia mtoto anakuwa hapati katika kile ambacho kinahitajika yeye akipate vizuri. Kituo chetu kina uhitaji ama kina changamoto ya chakula. Chakula ni changamoto. Inafika wakati mpaka siku nyingine inafika mpaka muda wa mchana bado hamjui watoto watapata kitu gani. Lakini pia tuna changamoto ya mishahara kwa wafanyakazi kama alivyosema mkurugenzi. Wafanyakazi wapo 8. Mishahara imekuwa ni mtihani.